Tunajua kabisa mimi jina langu naitwa Shafia Omar, maarufu kama JK Comedian, mwigizaji wa sauti mbalimbali nchini Tanzania za viongozi. Wakati tunamsubiria, nafikiri hao mimi nitawaagiza mwishoni kwa siku ya leo, ngoja waje kufanya vurugu zao, alafu na mimi nitazirudia aidha kwa kufanya featuring mmoja badala mwingine, ama la sivyo kwa kuweza kivyo vyote vile. Lakini tusipoteze muda, basi kwa mwaka huu ni mwaka wetu wa uchaguzi, na tunahimiza Waislamu kuweza kuendeleza amani ya nchi ya Tanzania. Na hapa tunaweza nikanukuu baadhi ya viongozi mbalimbali katika kipindi hiki, hasa tunapoelekea katika kipindi cha uchaguzi. Wa kwanza kabisa ambaye alikuwa akihimiza vitu kama hivi ni baba wa taifa hili, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambaye alikuwa anahimiza kuitunza na kuilinda amani ya nchi ya Tanzania. Kwa hiyo embo turudi kwake. Yeye mwenyewe hatunaye, lakini sisi tumejaliwa kuwa na sauti hiyo. Tumsikilize. Kwanza tunataka tuzungumze na Watanzania, hasa katika kipindi hiki cha uchaguzi. Kipindi hiki cha uchaguzi lazima tuwe waangalifu kidogo, kwa sababu hapa ndipo kuna matabaka hapa. Matabaka yanakuja hapa, anazungumza mimi mtu fulani, mimi hivi. Sasa viongozi tunatakiwa tuwe makini sana katika swala kama hili. Na nilizungumza, nchi yetu ya Tanzania haina ukabila, wala haina udini, wala haina ubaguzi wa aina yoyote ile. Na yoyote atakayezungumza dhambi hii ya kubaguana kwamba huyu ni Mzanzibari, huyu ni Muislamu, huyu ni Mkristo, sasa huyo mtu ni sana zuzu. Na hatutaki nchi yetu iingie huko. Tunataka Watanzania muwe wamoja, hasa katika kipindi hiki cha uchaguzi. Tunataka waandishi wa habari wazungumze masuala ya amani katika nchi yetu. Kama unataka kuleta vurugu, peleka huko barabarani huko, peleka huko. Hapa tunataka nchi yetu iendelee kuwa na amani. Amani ndio tunu kubwa katika taifa letu. Ndio tunu kubwa katika taifa letu, kwa sababu tukivuruga hii hatutaweza kuwa na kitu chochote cha kuendelea. Baada ya kusema hayo, niseme asanteni kwa kunisikiliza. Mungu akawabariki sana. Asante sana. Lakini waasisi hawa wa taifa hili wapo wengi. Kwa tukimuona akifanya ibada mpaka Mwenyezi Mungu alipomchukua. Tujikumbushe kidogo. Naam, tujikumbushe kidogo, tumsikilize mzee wetu, mzee Ruksa, naye alikuwa na machache ya kuzungumza. Naomba nichukue fursa hii kuweza kuwashukuru kwanza Watanzania, na hasa katika swala zima la kudumisha amani ya nchi yetu. Yako mengi yamezungumzwa, lakini tujisahau katika swala la kumcha Mwenyezi Mungu. Hili ni bora zaidi. Kwa hiyo Watanzania wenzangu, sisi ni wazee, na hasa katika uzee huu ni lazima tuendelee kuambia vijana kwamba lazima wamtegemee Mwenyezi Mungu. Lakini ugeni ukiwa unaendelea kukaribia, tunamsikiliza si mwingine. Huyu ni rais wa awamu ya 5 ambaye amemwachia kijiti Daktari Samia Suluhu Hassan, na huyu ndio chanzo cha sisi kupata rais mwanamama katika taifa hili. Tumsikilize hayati John Pombe Magufuli, naye alikuwa na haya ya kuzungumza. Naomba kuchukua fursa hii kuweza kuwashukuru
wa Tanzania mbalimbali. Nani huyo anapiga? Kwa kuweza kunikaribisha katika hafla hii, hafla fupi yenye mantiki ndani yake. Na niwashukuru sana vile vile wanahabari mlioweza kukusanyika hapa. Mimi niseme namfahamu vizuri sana Sheikh Othman Michael. Kipindi kile anakuja Chato kufanya masuala ya dawa, nikamwambia sema tu kuna mambo mengine hayaruhusu, lakini nikamwambia hivi, katika umri wangu huu naweza nikabadilisha dini. Lakini sasa tunaweza tukasema kwamba katika mazingira yoyote yale, uwe Mkristo uwe Muislamu, swala ni kwamba tuendeleze katika masuala ya kupendana. Hakuna dini inayoonyesha kwamba ni lazima mmoja amchinje mwenzake ili atoe sadaka. Dini zote zinamtegemea Mwenyezi Mungu. Ile nyingine nasema nini? Subhana nini? Subhanahu wa ta'ala. Kama alivyosema Othman Michael hapa. Sheikh. Iye subhana. Kwa hiyo ni lazima tuangalie tunapokuwa katika majukwaa haya, dini sio sehemu ambayo ni kikwazo cha kusema kwamba kwa sababu mimi ni dini fulani tufanye hivi. Hakuna dini inayoruhusu mashetani wala kufanya vitu vya ajabu ajabu. Tuweze kutumia vizuri majukwaa yetu, na hasa viongozi wa dini katika kipindi hiki cha uchaguzi. Wapo wengi watakuja na masuala tofauti tofauti, lakini tumkumbuke baba wa taifa hili Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alizungumza masuala mengi sana, ikiwemo ukabila, kubaguana kwa rangi, kubaguana kwa dini. Labda niseme leo hii, wakati niko Dodoma nachagua mgombea mwenza, majina ambayo yalikuwa akilini mwangu ilikuwa ni Samia pamoja na Mwinyi. Na hawa mimi ndio niliowachagua. Kwa hiyo leo hii kama singekuwepo Samia rais, basi angekuwepo Mwinyi. Lakini wote walikuwa ni chaguo langu mimi mwenyewe. Mashe oe! Tanzania oe! Kwa hiyo tuendeleze amani ya nchi yetu ya Tanzania bila kuangalia ubaguzi. Tukianza dhambi ya ubaguaji haya na ubaguzi, baba wa taifa alishazungumza. Dhambi ya kubaguana ni sawasawa na kula nyama ya mtu. Ukianza kula nyama ya mtu hautaacha, utaendelea kula tu siku hadi siku. Wanahabari, ninawashukuru sana. Nimeona kabisa katika kila vyombo vya habari mnahubiri masuala ya amani ya nchi yetu, hasa katika kipindi cha uchaguzi. Asitokee mmoja kutugombanisha. Kuna nchi za wenzetu jirani tu amani haiko shwari. Tumeona kama Kongo huko, leo tunaona mataifa kama Israeli. Tusiakaribishe hapa Tanzania. Sisi bado tuna amani nzuri sana. Amani hoye! Kwa hiyo niseme tu, baada ya kusema hayo, niwashukuru hata wazee wangu waliotoa hotuba. Tutendea hotuba au mawaiza? Yanaitwaje? Mawaiza. Mawaiza. Mawaiza hoye! Wewe unaitwa nani? Sheikh Zikiri. Naomba nikusalimie nipate baraka. Zikiri. Wewe ni mwenyeji wa wapi? Ni mtani wangu huyo. Zikiri hoye! Mimi nimefurahi sana kukuona hapa. Na mimi bwana
Sijui kwa nini sijavaa kanzu. Lakini siku nyingine usinistukize bwana. Ningekuja na kanzu yangu safi kabisa. Unaweza ukasema shehe katoka Meka au Maka. Maka kuhiji. Kwa hiyo siku nyingine nimefurahi hata kumuona mzee wangu hapa. Nikisema mzee nakosea kidogo. Wanasema shehe. Nimefurahi sana kukuona shehe. Naomba nikusalimie. Nipate baraka. Sema hayo, sina maneno mengi sana. Naona kuna watu tofauti wako hapa wanataka kuzungumza, na mimi niseme tu kwamba nakushukuru sana. Tanzania we. Asanteni sana.